Lakini mwanadamu ambaye yuko nje ya agano ni mwanadamu ambaye hana madhara kwa shetani. Ni mwanadamu ambaye hana madhara kwa shetani. Hata kama atakesha anaomba, hata kama anafunga, lakini kwa shetani hana madhara, wala hangaiki naye, kwa sababu anapoteza muda. Bwana Yesu asiwe sana. Anapoteza muda, yuko nje ya agano. Yuko nje ya agano, hana madhara. Ukisema kuwa mimi ni mwanadamu, muda mwingine mnasema bana, nitawezaje kuishi maisha matakatifu kwa sababu mimi ni mwanadamu. Mimi ni mwanadamu bwana. Unakuta mtu anasema mimi sio Mungu, mimi sio Yesu, mimi ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Maana yake unamaanisha sasa kuwa damu ya Yesu haijafanya kazi yoyote pale msalabani. Unamaanisha kwamba damu ya Yesu haina kazi yoyote. Bwana Yesu asiwe sana. Ukisema wewe ni mwanadamu basi ufanye lolote, unamaanisha damu ya Yesu ilimwagika bure. Unamaanisha damu ya Yesu ilikuja bure, haina kazi. Haiwezekani useme kwamba damu ya Yesu ile iliyokuja, damu ya agano ya Yesu iliyokuja kwa ajili ya ondoleo la dhambi, imekuja kwa ajili yetu, na umemkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini uje unganganie useme kwamba mimi mwanadamu siwezi kuishi maisha matakatifu. Sasa damu hiyo ilifanya kazi gani? Au Yesu Mungu alipoteza muda kumtoa mwanae? Au Yesu alipoteza muda kujitoa kwa ajili ya ondoleo la dhambi kwa wanadamu? Kitu ambacho hakipo. Haleluya. Kwenye maagano kuna matunda yake. Mungu aliweka patano na baba zetu au watu waliotangulia, kina Adam, kina nani, kina Ibrahim, kuwa wakifuata agano lake kuna ahadi aliwaahidia. Lakini kwa sababu wengi hawakupata hizo ahadi, kwa sababu hawakufuata agano, waliacha agano la Bwana. Ukianza kuangalia mlolongo toka Adam, uone Adam alipatana na Mungu ya kwamba usifanye hiki 1 2 3 na utakula mema ya nchi, hautakula kwa jasho, utakula matunda ya bustani hii. Lakini baada ya kuvunja agano lake, ndiyo tayari akaanza kuishi maisha magumu. Adam akaanza kuteseka. Leo hii mpaka unasema tunakula kwa jasho, mwanamke anazaa kwa uchungu, baada ya agano kuvunjika. Bwana Yesu asiwe sana. Baada ya agano kufanyaje? Kuvunjika. Utaenda kusoma, twende tusome Warumi sura 15 mstari wa 8. Ngoja tusome kwanza Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 10 na ule mstari wa 35. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 35, neno la Mungu linasema hivi: bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Anasema, nitarudia tena, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Yeyote ambaye anamcha Bwana na anayetenda haki yuko ndani ya agano. Maana yake Mungu anamtazama, Mungu anamwangalia kwa jicho, kwa macho yote mawili, na yuko pamoja naye kila mahali anakoenda, kulingana na haki anayoitenda, kulingana na jinsi anavyomcha Mungu, kulingana na jinsi anavyomcha nani? Anavyomcha Mungu.